Na kusalimu kila mmoja mahali penye uko, nikikutakia amani ya Mungu, matunda ya Roho Mtakatifu yakawe juu yako, nikikutakia silaha za Roho Mtakatifu zikakuzingire, na vipawa vya Roho Mtakatifu vikaendelee kumiminika katika maisha yako. Nataka kusungumzia kulingana na Mungu alipokutana na watu walipokuwa wanavua samaki na akawaita. Na nataka nisome katika maandiko. Maandiko ni katika Mathayo mlango wa 4. Nitasoma kuanzia 18 pale. Inasema hivi: Yesu alipokuwa anatembea kando ya ziwa la Galilaya, aliwaona ndugu wawili wavuvi. Huyu ni Simoni aitwaye Petro na Andrea ambaye alikuwa ndugu yake. Walikuwa wakivua samaki kwa nyavu ziwani. Basi akawaambia, nifuateni nami nitawafanya nyinyi wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Alipokwenda mbele kidogo, aliwaona ndugu wengine wawili, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hao walikuwa ndani ya mashua pamoja na baba yao Zebedayo wakitengeneza nyavu zao. Basi Yesu akawaita, na mara wakaiacha mashua pamoja na baba yao wakamfuata. Hii ni hadithi ambayo imejaa utukufu wa Mungu hapa. Ya kwamba Yesu alikuwa akitembea kando ya ziwa la Galilaya. Kisha akaona watu wawili ambao ni Petro akiwa na ndugu yake Andrea. Akawaeleza ya kwamba wacheni yale ambao mnayafanya. Walikuwa wanavua samaki. Akawaambia, wacheni hayo, muje mnifuate. Nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hii ni injili bwana. Alafu inasemekana kwamba wale watu waliposikia hivyo wakawachana na kuvua samaki, wakamfuata. Hapo ndio nafurahia sana. Swali ni moja. Wale watu walikuwa na kazi yao wakifanya. Hiyo ndio swali nauliza. Na wakaambiwa wawachana hiyo kazi ya uvuvi wenye walikuwa wakiifanya. Wakaambiwa kwamba watafanywa kuwa wavuvi wa watu. Wale watu walikubali hapo na hapo. Hakuna mtu walienda kuuliza ushauri yoyote hata mmoja. Wale watu hawakuanza kuuliza maswali ya kwamba sasa wakati tunawacha hii kazi, tumekuwa tukikula kwa hii kazi, tumetoka nyumbani, tuko na wazazi, tuko na wake, watatuuliza kwa nini tumewacha hii kazi. Wale watu hawakuwa na mabishano yoyote. Walikubali, wakaweka nyavu zao pale, wakamfuata Yesu. Punde sio punde kukawa tena na wengine hapo, watoto wa Zebedayo, na walikuwa na baba yao. Tena Yesu akawaona, akawaita. Wakawacha mpaka baba yao mzazi kwa mashua, wakaondoka wakamfuata. Swali ni moja. Kilichofanya hao watu kuachana na ile kazi ya uvuvi bila mtu kuwashawishi ilikuwa ni nini? Hapo ndio changamoto iko. Chenye kilifanya hao watu walikuwa katika kazi yao ya uvuvi mzuri wakiendelea. Watu walikuwa wamefanya hiyo kazi kwa muda, na walikuwa wanajua kwamba mapato yao, kila mtu alikuwa amewafahamu ya kwamba hao watu ni wavuvi. Lakini swali ni moja, walipoitwa wakaambiwa kwamba wachaneni na hiyo kazi, kujeni mnifuate, mimi nitawafanya kuwa nini? Wavuvi wa watu. Wale watu walikubali. Mahali ambapo naona kuna uzito, watu kuacha kazi ambayo ilikuwa inawalisha, watu kuachana na kazi ambayo ilikuwa tegemeo katika familia yao, wakaamua kufuata Yesu. Na kingine, hata wengine walikuwa na wazazi. My friend, wakaondoka
wakamfuata. Na huyu wamekutana naye siku moja, mara ya kwanza ndio wamemuona, wamemupata, wamesikia akiwaambia kwamba kujeni, wachaneni na hizo nyavu, mnifuate. Wale watu wakakata. Swali ni moja. Uvuvi ni vipawa vya Mungu katika mwili. Tuko na vipawa katika roho: uinjilisti, unabii, uchungaji, ualimu, kufundisha watu, kufariji watu, kutia watu moyo. Njia yoyote ile, kipawa cha Mungu cha roho. Lakini uvuvi, kazi yako ya ukulima, kazi yako ya ualimu, udereva, kazi yako ya kuwa na hoda, hiki ni kipawa cha Mungu ambacho umepewa na Mungu mwenyewe na katika mwili. Lakini unaambiwa wachane na ualimu, kuja unifuate. Haurudi hata kuuliza mke wako na wazazi wako na marafiki zako, nimeambiwa ni wachane na hii kazi, nimfuate, sasa nifanye nini? Hauulizi. Unaamua unawachana na hiyo shughuli zote, unamfuata. Vitabu unawacha pale, kila kitu kilitoka nayo kwa nyumba unawacha pale, unamfuata. Swali ni moja. Huyu mtu ndiye aamue kufuata Yesu, alikuwa ameona nini? Mpendwa, na kama Yesu mwenyewe anamuambia ya kwamba uachana na uvuvi, kuja unifuate, nitakufanya mvuvi wa watu, huyo mtu anakubali. Inamaanisha uvuvi yenye alikuwa anavua ya samaki haikuwa ya maana kuliko ile ya watu. Unajua Mungu alikuwa anamaanisha nini? Mungu alikuwa anaambia huyo mtu, ndio wewe ni mvuvi, lakini sasa nimekuita ukuje nikufanye ukuwe mwalimu wa kufundisha watu, sasa wasijue samaki, wanijue mimi. Hiyo ndio kazi, my friend. Kama kuna kazi duniani mzima, kufundisha watu kutambua Mungu, kuelekeza watu wajue kuna Mungu yupo, uwepo wa Mungu. Watu wajue kwamba sio kwa nguvu, sio kwa masomo yao, sio kwa bidii yenye wanajua. My friend, hii ndio injili sasa. Ukisikia mtu aliwachana na uvuvi, mtu aliwachana na ualimu, mtu aliwachana na uraisi akamfuata Yesu, usishtuke. Haya ndio maneno yalikuweko hapo mwanzo. Na mtu anawachana na mambo ambayo anafanya bila maswali. Upendwa, mtu asijaribu kuleta mchezo kwa injili. Tafuta mahali nyingine unaweza peleka michezo, lakini sio kwa injili. Injili ni kila kitu. Wale wajamaa waliwachana na samaki kwa sababu samaki haikuwa kila kitu. Wakaambiwa mkuje mnifuate, na mtakuwa wavuvi wa watu. Kazi yenu mtakuwa mkifundisha watu kutambua Mungu. Hiyo ndio kazi kubwa katika hii dunia. Hakuna kazi kubwa kuliko yule ambaye anaelekeza watu kwa Mungu, anawafundisha watu wakamtambue Mungu. Mshahara yake hakuna anayeweza kumlipa. Dunia mzima, nchi zote zikikusanyika, haziwezi kulipa yule mtu. My friend, wanafikiri kufundisha mtu kujua mambo ya Mungu, kuelekeza watu katika utakatifu, watu wachana na dhambi, unafikiri ni kitu cha mchezo? Hata rais hawezi kukufikia kwa mshahara, hata mfalme, hata malikia, hata watu wote ambao wanajiita sijui ma grand master, sijui nani wa Freemason, hawawezi. Hii sio kazi ya mchezo, my friend. Hakuna mwanadamu yeyote anaweza kukulipa. Hakuna utawala wa dunia huu wote, hata ukikusanyika, mataifa yote ya kusanyika, hayawezi kukulipa. Mungu akawaambia waachaneni na hiyo. Na unajua kwamba yeye ndiye alikuwa amewapatia uvuvi. Walikuwa wanakula, walikuwa wanalipa nyumba, walikuwa wanasomesha watoto. Hao watu walikuwa wanaishi, familia zao zilikuwa zinaendelea, wanavaa mavazi, wanaendelea na miradi ya hii dunia kupitia kwa uvuvi. Lakini wanaambiwa waachaneni na hiyo, kuja ni kufanya ukuwe mvuvi wa watu. Inamaanisha uvuvi hauwezi kuwa wa dhamana wa samaki kuliko uvuvi wa watu. Wewe ni rais hapo, tunakuambia mambo ya Mungu, unaanza kupingana kwa sababu unaona kwamba tumelindwa, uko na security ambayo iko tight. Tunakueleza mambo ya Mungu, wewe malikia, wewe mfalme.
Sijui wewe nani, tunakuelezea mambo naona kwamba ni mchezo. Sio mchezo, my friend. Watu waliamua kuacha vitu zote zenye walikuwa wanafanya kwa ajili ya kumfuata Yesu. Hakuna mtu anaweza wacha mambo ambayo anayafanya kufuata Yesu kama anajua kwamba kinanafuata hakina maana katika maisha. Uvuvi ni kazi yetu ya mjengo. Uvuvi ni udaktari yako. Uvuvi ni huo wanajeshi wako. Uvuvi ni wewe kuwa rais, kuwa waziri mkuu. Uvuvi ni wewe kuwa mwalimu, ni wewe kuwa mkulima. Hiyo ndio uvuvi. Lakini unaambia kwamba wachana na hiyo, wewe kuja bwana, nitakufanya ukuwe mkulima wa watu bwana. My friend, inamaanisha kwamba hii kazi nyao watu walikuwa wanafanya, Mungu ndiye aliwapatia, lakini Mungu alitaka kuwaonesha ya kwamba kazi kubwa katika dunia ni gani? Injili. Na injili kiasi gani? Injili kivipi? Kuelekeza watu kumtambua Mungu, watu wakajitenge na dhambi, watu wakakae maisha ambayo Mungu anataka wakae. Uwezi nitoa hapo na kuambia unaweza kunifanya niwachane na vitu zingine zote za dunia, lakini injili nayo ni ngumu. Injili ni ngumu. Fanya vitu zote ambavyo unataka kufanya katika maisha yangu, lakini ikifika upande wa injili ni ngumu kufaulu, ni ngumu. Kwa sababu niliwacha kuwa mtu ambaye nilikuwa nafanya kuwe kocha wa timu ya Brazil, my friend. Katika soka nilikuwa mtu ambaye akili yangu yote ilikuwa naabudu mpira, soka, kabumbu. Hey my friend, akili yangu ilikuwa imejaa mambo ya kabumbu. My friend, nakwambia hii akili kubadilishwa kutoka kwa kabumbu kuanza kutangaza habari za Yesu sio mchezo. Sio mchezo. Mimi mwenyewe najijua, my friend. Nikaambiwa wachana na kabumbu, wachana na mambo ya kukua kocha Brazil, wachana na mambo ya kuenda katika mataifa kucheza mpira, kombe la dunia. Wachana hiyo mambo bwana yenye ulikuwa unafikiria. Kuja nitakufanya kuwa kabumbu wa injili. Na nikafurahia. Na nimefurahia kabisa. Kwa sababu gani? Huyu Mungu wakati anakuita, anakutoa kwa udaktari, my friend, hauwezi kuja tena wewe umekuwa mwinjilisti na tena unaanza kusema tu wewe ni doctor, wewe ni honorable, alafu baadaye ndio unakuja unasema evangelist. Wewe ni mjinga. Haujaelewa mambo haya injili vizuri. Wewe ni mpumbavu. Haujatambua. Hakuna siku ninaweza kuwa niko mimi, kwa hivi mimi ni daktari na tayari Mungu ameshanikomboa akaniambia wachana na udaktari, kuja unifuate, nitakufanya kuwa daktari wa watu, my friend, upande wa injili. Tena ninasimama mbele ya watu bado naambia watu mimi ni daktari. Alafu baadaye nasema kwamba mimi ni reverend. Naanza na udaktari. Alafu baadaye ndio nizungumzie mambo ya reverend. Na hapa Mungu mwenyewe anasema ya kwamba reverend, upasta ni kazi kubwa kuliko hiyo udaktari, kuliko hiyo uraisi yako, my friend. Yeye ndiye alisema. Aliambia jamaa bwana, uvuvi mwachaneni nayo. Mambo ya kujua tini samaki, sijui ni mbutai, ni ngege, sijui ni kamongo, wachaneni na hiyo. Kuja bwana ujua dhambi ni nini, fundisha watu wakajitenge na hizi dhambi, my friend. Talipa mshahara ambayo hata watu wote ambao wameenda kwa hii dunia kusoma katika hii masomo ya dunia yenye wanaringa nayo hawatakufikia kwa mshahara yako. Hiyo ni changamoto ambayo imenipata katika ile andiko ya kwamba mtu aliwachana na samaki zake zenye zilikuwa zinamuingizia pesa, zenye zilikuwa zinamfanya aendelee katika maisha vyema. Huyu mtu akaamua kufuata Yesu. Kwa sababu gani? Unafikiri mtu alifuata Yesu kama anafikiri ni mambo ya kubahatisha? Huyu mtu wakati alifuata Yesu, unasikia wakati Petro akifuata Yesu anazungumzia mambo ya samaki, anazungumzia mambo ya mbuta tena. Unasikia akizungumzia mambo ya neti tena. Lakini watu wangapi tumeshamkubali Yesu? Bado tukisimama mbele ya watu unaanza kusikia mimi ni mwanajeshi, mimi sijui ni OCS, mimi sijui ni nahodha, alafu baadaye ndio naambia watu tena mimi ni mchungaji. Upumbavu utawacha. Kama wewe umeamua kufuata Yesu, my friend, wachana na kuambia watu ati wewe sijui ni amri mkuu, sijui wa wanajeshi, sijui wewe ni nani askari, sijui wewe ni mwalimu gani, daktari gani. Wachana na hiyo vyeo bwana. Wachana nayo. Watu waliwachana na vyeo bwana, watu waliwachana na vitu kuliko hivyo.
wakamfuata Yesu. Sasa wamekuwa wanyenyekevu, hata hawataji, hawaelezi watu ya kwamba sisi sijui tulikuwa na cheo fulani. Hiyo haijalishi. Hiyo cheo haishindi Injili. Elezea watu mimi sasa ni mtume. Furahia kama Paulo. Paulo alifurahia katika kazi yake ya mitume na hivyo. Furahia vile mimi nafurahia katika kazi yangu ya uinjilisti. Hakuna siku utaniona nikitaja vitu za dunia, nikijisifia mambo ya dunia. Tafuta mtu mwingine. Niko hapa kwa sababu ya neno moja. Ninafurahia mwito wa uinjilisti ambao Mungu alinipatia bure bwana. Sikuenda hata kwa shule, sijasomea hii kazi. Nikuje nijidai ya kwamba mnafahamu nilipe skuli fees yangu yenye nilisomea. Hapana bwana. Ni kitu bure, nimepewa bure. Hakuna kitu nimefanya. My friend, Mungu akaniambia sasa, ndugu, waachane na hiyo mambo yako ya kutaka kutafuta umaarufu wa kabumbu. Kuja nitakufanya kuwa kabumbu wa Injili. Na kweli amenifanya na nimekubali na ninafurahia. Kuna siku nanisikianga nikuzungumzia mambo ya Ronaldinho bwana. Mimi mwenyewe nilikuwa zaidi ya Ronaldinho, nilikuwa zaidi ya Eto'o. Siku hizi sizungumzingi mambo ya Ronaldinho wakina Eto'o, sijui nazungumzia mambo ya Barcelona, mambo ya Chelsea. Hiyo mambo iliisha my friend, ilinitoka katika kichwa. Nilikuwa na lineup yote ya Chelsea, lineup yote ya Barcelona, nilikuwa nimejaa lineup yote ya Brazil. My friend, mimi ndiye nilikuwa kocha. Mimi ndiye nilikuwa nimesimamia mpira dunia mzima. Wanacheza wanafikiri tuko katika mambo ya kubahatisha hapa. Lakini wakaniambia na nikawachana nayo. Na siku hizi hakuna siku hata ukinifuatilia unaona nikifanya nini, nikiwa na huzunika ati niliwachana na kabumbu. Hauoni nikifadhaika nikiwa na wasiwasi. Tangu niwachane nao nimeendelea na Mungu. Mpendwa, unapookoka wacha mambo ya kukuja kwa Mungu na ile title nyingine kando na title yako ya kipawa cha roho. Kipawa cha roho ndio kinakutambulisha baada wewe kuchaguliwa na Mungu na kufanya kuwa mtume. Ukisimama mbele ya watu ambia watu mimi ni mtume. Ambia watu wewe ni mchungaji, ambia watu mimi ni nabii. Wacha kuzungumzia watu. Paulo hata alikuwa anatengeneza mahema, hakueleza watu ya kwamba yeye ni mtu amesimamia mambo ya deco, sijui na interior na nini. Hakuwaeleza hivyo. Alikuwa anawaambia kwamba wapendwa, msiendelee kutenda dhambi kwa sababu neema imeongezeka. Paulo hakuzungumzia kwa mambo ya mahema pale. Siku ya leo watumishi wengi wa Mungu tumewachana na ile kazi ambayo tulipewa, tunazungumzia mahema, tunazungumzia uvuvi ambao Mungu alitutoa ndani akatuambia muachane na hiyo. Nimewafanya kuwa manabii, nimewafanya kuwa wachungaji. Tumekataa kutambulisha uchungaji, tumekataa kutambulisha unabii na umitume na uinjilisti, kazi ya Mungu aliyotupatia. Akatuambia hii ni ya maana kuliko hiyo mjengo, kuliko kuwa engineer, kuliko kuwa contractor. Kazi ambayo Mungu alituambia tutambulishe, lakini kwa sababu hatuko tayari, tumetambulisha vitu zingine, tukawachana na mambo ya kutangaza habari za Yesu. Nafurahia sana. Kama kuna kitu nafurahia, Mungu kunifanya kuwa mwinjilisti na kunichagua bure, na hakuna kitu nimelipia, na hakuna kitu nimefanya ya kusimama mbele ya watu ya kuambia watu mimi niliamua kuwa mwinjilisti kwa sababu ya bidii yangu. Kwanza mimi mwenyewe sikujiita. Mungu aliniita akaniambia wewe utakuwa mwinjilisti. Sikujichagulia hichi kipawa ati kwa sababu nataka kutembea dunia mzima. Hapana. Kama siku ya leo wewe mwenyewe unaangalia hivyo, unaona ni kipawa gani ambacho kinaonekana kuwa ni kizuri, unasema mimi ni nabii. Kwa sababu unaona manabii wanaingiza pesa kwa sababu ya uganga na uchawi. Alafu wewe mwenyewe unajichagulia. Niliambiwa kwamba wewe ni mwinjilisti na nikakubali na nikafurahia na ninaendelea na hiyo kazi. Na hakuna siku utasikia nikinungunika na ukisikia nikifadhaika na hiyo kazi ambayo niliambiwa na Mungu nifanye. Nimeikubali asilimia zaidi ya 100. So wakaambiwa wachaneni na nyavu zenyu. Wapendwa, lazima tuachane na vipawa vya mwili, tutambulishe vipawa vya roho. Unapochaguliwa na Mungu, anapokutoa katika ile kazi ya mwili ambayo ulikuwa unafanya, usianze kuambia watu ya kwamba sasa hiyo ndio kazi ambayo utakuwa unatambulisha katika mitandao. Sasa angalia, tunatambulisha kazi gani? Watu wamejaa kutambulisha zile vitu ambazo Mungu aliwaambia waachane nazo, wamtambulishe. Tumekataa kuwa wavuvi wa watu,
tumekuwa sasa wavuvi wa samaki. Tumerudi kuambia watu vile tunajenga, tumerudi kuambia watu vile tunalima vizuri, tumerudi kuambia watu vile sisi tutakuwa watawali wa hii dunia baada ya miaka 5. Tumerudi kuambia watu vile sisi tunajua mambo ya kutibu watu na madawa mazuri, na kuanza kufundisha watu hata jinsi ya kujikinga na mambo ya madawa za kulevya na mambo mengine ambayo hayaambatani na mambo ya Mungu. Wakati umeamua kufuata Mungu, uachane na mambo yale yote. Simama mbele ya Mungu, jitambulishe. Biblia inasema kwamba waliwachana nayo, na wengine walikuwa mpaka na baba yao. Hawakuuliza baba yao ya kwamba tumesikia tumeitwa na tuko kazi, tufanye nini? Waliwacha pale nyavu na wakamfuata, kwa sababu walijua yule wanamfuata amebeba kila kitu. Mpendwa, injili, vipawa vya roho vimebeba kila kitu. Wewe ukikuwa rais unaripoti pale kwa vipawa vya roho. Ndio maana Yeremia anaitwa na naambiwa, mimi nilikujua kabla sijakuumba, nilikufanya ukuwe nabii wa mataifa, na nimekuita uende ubomoe, uharibu, ung'oe, usambaratishe, baadaye ujenge na kupanda katika mataifa. Nimekuita ukuwe mkuu wa mataifa. Wewe ndio utakuwa unaongoza wafalme. Utang'oa, utaharibu, baadaye utawapatia mwelekeo. Ani wewe, Mungu anaambia Yeremia kwamba atakuwa anaongoza wafalme, yeye ndiye atakuwa advisor wao, yeye ndiye, na wafalme wanafaa waende kwake kutafuta mawaida. Siku ya leo watumishi wa Mungu tunaenda kutafuta mawaida kwa marais. Sisi sasa ndio tumeenda kutafuta mawaida kwa wafalme, sisi ndio tumeenda kutafuta mawaida kwa malikia, sisi ndio tunaenda kutafuta mawaida kwa wale watu ambao Mungu amewaambia kwamba wakuje kwetu. Ndio naona ukiangalia hata siku za manabii zote, nabii alikuwa juu ya mfalme. Siku ya leo ati mfalme, siku ya leo ati raisi ako juu ya nabii. Ati siku ya leo ati raisi ako juu ya mitume. My friend, mimi niko juu ya raisi. Mimi ile kazi ambayo nilipewa ya uinjilisti, niko juu ya mfalme, niko juu ya malikia, niko juu ya waziri wakuu wote, niko juu ya kila cheo chochote cha dunia. Hakuna cheo chochote kiko juu yangu. Unaposema kwamba ati raisi anaonekana ako busy katika maswali ya taifa, niko busy kuliko rais, my friend. Kama kuna mtu ako busy na mambo hapa, rais hawezi kuwa busy kuliko mimi mwinjilisti. Inawezekana aje? My friend, rais anakuaje busy kuliko mtume, kuliko nabii, kuliko mchungaji na mwalimu? Wale watu ambao wamepewa vipawa vya roho wananiambia ati ule mtu ambaye ako na kipawa cha mwili ako busy, ako serious kuliko mtu ambaye ako na kipawa cha roho. Tafuta mahali nyingine, my friend. Mungu mwenyewe anasema hivyo, wachaneni na nyavu mkuje mnifuate. Wachaneni na samaki mkuje mnifuate. Mkinifuata, yote ambao mnahitaji mimi ninayajua. Si ati nini, mimi mwenyewe ninayajua, na nilishawapanga hata kabla sijawaumba, hata kabla sijaweka katika tumbo la mama zenu, nilishawapanga. Ninajua, na tena Mungu mwenyewe anasema nimewapangia mipango mizuri. My friend, lazima urudi katika akili. Katika hii mambo ya Mungu hatubahatishi. Tukoshua hata zaidi ya Paulo. Paulo mwenyewe anasimama anasema ya kwamba niko na uhakika na injili ambayo ninaihubiri. Angalia, huyu alikuwa mtume, na Yesu mwenyewe anasema tutakapomwamini tutatenda hata zaidi yake. Wewe bado unataka Mungu akutendee mambo ambayo alitendea Musa, mambo ambayo alitendea Elia, mambo ambayo alitendea Paulo. Paulo kama anasema kuna uhakika na injili anayohubiri, niko zaidi ya Paulo. Niko na uhakika na injili ya Yesu Kristo zaidi ya Paulo, zaidi ya Petro, zaidi ya Elia. Niko sure zaidi ya kila Isaya sahi kwa injili. Wale watu hawakuenda kuconsult hata baba yao Zebedayo. Lakini siku ya leo Mungu amekuita, amekuambia sasa wewe kuja unitumikie. Mungu amekutoa kwa dini, unarudi kwa nyumbani, unataka kwenda kuuliza wazazi. Na tena unapouliza wazazi na kuwaeleza, unataka kwanza hao wazazi, jambo la kwanza, wakaweze kukuruhusu ndio uendelee na mwito wa Mungu. My friend,
Lakini kuna mambo mengine kama hujielewa, hata watu wataona ni kama unatumia lugha ya matusi. Ni upumbavu. Mungu amekuita tena unarudi kuenda kutafuta ushauri kwa mke wako. Unaenda kuomba ruhusa ndio uendelee kutumikia Mungu. Unaenda kuomba ruhusa kwa baba yako. Mungu amekuita tena bado unaomba ruhusa kwa mchungaji na kwa mwinjilisti hakuruhusu ndio uendelee na kazi ambayo Mungu alikuitia. Bado haujapata hapa vizuri. Lakini tuko hapa tukufundishe uelewe. Mungu anapokuita hakuna mambo ya consultation bwana. Jawa bwana wanasema ya kwamba, sikia kwanza. Hii mafundisho yananifurahisha hapa. Sikia, akasema alipokwenda mbele kidogo aliwaona ndugu wengine wawili ambao alikuwa ni Yakobo, ambao ni James, na Yohana ambao ni John, wana wa Zebedayo. Walikuwa na baba yao katika mashua wakifanya uvuvi. Akawaambia, kujeni mnifuate. Wakawachana baba yao, hawakumconsult. Na sio dhambi. Injili bwana, tumeingiza michezo ndani. Tumeingiza mambo ya kucompromise katika injili, ndio maana watu wameingiza michezo katika injili. Yohana na Yakobo walikuwa na baba yao wakati waliambiwa na Yesu ya kwamba wawachana zile nyavu, watoke wakuji atawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hawakuuliza mtu maswali. Siku ya leo Mungu amekuita, wewe ndio umesikia sauti, bado unaenda kutafuta ushauri katika serikali ikuelekeze vile utafanya kazi ya Mungu. Bado unaenda kutafuta ushauri kwa watu ambao wamekuwa ni wajeuri wa fiduli, wakupatie mawaida ya vile utafanya kazi ya Mungu. Na mwenye amekuita ako pale, amekuambia atakuongoza katika kila kitu. Umekataa kumuuliza, tena unaenda kuuliza wale watu ambao ni wakorofi. Wale watu ambao mambo ya Mungu kwao ni mavi, ni takataka. Sasa hao ndio watakwambia vile utaabudu Mungu. Sisemi ya kwamba udharau wazazi. Nakwambia kwamba mambo ya Mungu hiyo haina mjadala. Mambo ya Mungu haina uzazi ndani. Mambo ya Mungu haina urafiki ndani. Mambo ya Mungu haina mambo ya utawala na sijui nini. Ati nafaa nifanye hivi nifanye. Unaposikia sauti ya Mungu wewe tenda bwana. Sianze kutishwa sijui utawala unasema hivi, wazazi wanasema hivi, sijui marafiki wanasema. My friend, ani mwenye amekuita na amekuambia wewe kuja ufanye kazi, ajui kama kuna wazazi, ajui kama kuna utawala. Mwenye amekuita na amekuambia kwamba amekuchagua ukuwe mtume, ukuwe nabii, vile alichagua Yeremia, utavunja na utabomoa, utaharibu, alikuwa anakuchagua kama ajui? Wapendwa, wale ambao mmedhamini kazi zenyu za mwili kuliko kazi za roho, mmeshaanguka. Nimekuja hapa kuwafundisha bure bila shilingi yote ambao mnalipia, ya kwamba kazi ya roho haiwezi kukua chini ya kazi ya mwili. Hakuna siku kazi yako ya roho ambayo umepewa na Mungu ati itakuja kutawaliwa na kazi ya mwili. Haiwezekani. Wale watu wakaamua kujiachilia na kujikana. Ndio maana Yesu anasema kwamba mtu yote ambaye anataka kunifuata ajikane, ajikatae. Hao watu walijikana, hao watu walijikataa, na akubebe msalaba wake kila siku yeye mwenyewe anifuate. Hao ndio watu ambao wanaonesha wametimiza hilo neno, kwa sababu walijikana. Hawakuangalia maisha yao, hawakuangalia hata maisha ya wale watu ambao walikuwa nao. Waliposikia sauti walimfuata, wakabeba msalaba kila wakati wakimfuata Yesu. Hakuna neno ambalo limeandikwa hapa na mchezo bwana. Hao ndio watu ambao waliposikia sauti ya Mungu walikubaliana na bila mjadala. Hawakuangalia nyuma vile wengi wetu tunaangalia nyuma. Sisemi ya kwamba kufanya kazi ya uovu ni mbaya, lakini Mungu alikuwa anazungumzia ile kazi kubwa katika hii dunia ni watu walio katika hii dunia, wanadamu ambao aliumba. Kazi kubwa ambayo amewapatia ni kufanya watu wamtambue Mungu. Ndio maana Mungu anasema, na kila jambo mnalofanya fanyeni hilo jambo lote kwa utukufu wa Mungu. Yaani unapofanya ni Mungu anastahili kuonekana katika ile jambo. Sio mama yako, sio rais wa dunia, sio ni mwanajeshi ama polisi, sio bosi yako, sio jirani yako ama rafiki zako ambao wanaonekana kuwa ni wadhamana katika maisha. Ni Mungu anastahili aonekane katika hilo jambo. Kila jambo fanya lote kwa utukufu wa Mungu. Usifanye kwa utukufu wako, usifanye kwa utukufu wa watu wengine. Fanya mambo yote kwa utukufu wa Mungu.
Hiyo ndio kazi tuliitiwa, na kila mtu ameitiwa hii kazi. Kila mtu katika hii dunia ameitiwa hii kazi. Mungu hawezi kukupatia vipawa vya mwili akaweze kukupatia vya roho. My friend, wapi? Hii vitu Mungu anapokupatia kipawa cha mwili, cha roho kiko. Wakati unapofika anapokuchagua kutoka katika hiyo dunia na amekuja sasa amekufanya na umeshatambua wewe ulikuwa mwalimu, sasa ameshakuita ukuwe mwalimu wa Injili. Sasa hautakuwa unasimama unaambia watu mambo ya ualimu hii ambao tumesomea ya dunia hii ya mwili, ambao ni Mungu mwenyewe ametusaidia tukafika hapo, lakini sasa ametuambia tuachane nayo. So Mungu anapokuambia uachane nayo, wewe ni nani uendelee kujifanya kwamba uko serious kuendelea na kujitambulisha katika hiyo kazi? Walijikana, wakabeba msalaba zao kila siku wakimfuata Yesu. Kazi kubwa ambayo tumepewa katika hii dunia. Mtu asikudanganye ati hiyo kazi unafanya ya biashara yako ni kubwa kuliko kazi ya roho. Hapo ni uongo. Huo ni unafiki, na hiyo ni kukosa kutambua mambo ya Mungu. Hata wewe kama ni mchungaji hauta focus kwa mambo ya mwili. Nimekuambia hata Petro mwenyewe alikuwa hapo. Nimekuambia hata Paulo alikuwa, na wengine walikuwa katika hizo biashara wakifanya. Lakini hakuna siku tunawapata katika maandiko wakizungumzia vile wameuza nyanya, wakizungumzia vile wamejenga minara, wakizungumzia vile wanauza sana katika biashara yao kuliko ile kazi waliopewa ya roho. Unapopewa kazi ya roho unakuwa zaidi ya Paulo. Paulo anasema ya kwamba niliwachana na kila kitu, nikaweka kando, nikatazamia msalaba, nikafuata Mungu. Ndio maana hujaona Paulo akisifu hema zake. Haujaona kwa Paulo akisifu hema zake. Anasifu tu Yesu Kristo. Hata Mungu mwenyewe anasema na mtu yote ambaye anataka kujivuna, ajivune kwa sababu ya Mungu. Tunasikia mtu anajivuna kwa sababu hata ameenda university. Unasikia ati mtu amejivuna sasa ati ni captain. Unasikia ati mtu amejivuna ati ni rais, ati ni mfalme. Ati sasa amefanya kuwa CEO, sijui ni manager, amefanya kuwa supervisor mahali. Sasa hiyo ndio kitu mtu anajivunia. Mtu amejivuna hata sasa ndiye ameoa, sasa ndiye ameoleka. Sasa hiyo ndio kitu mtu anajivuna kanayo katika maisha. Lakini mafundisho yapo ya bure. Tunaendelea kufundishana mpaka tukue safi kulingana vile Mungu anataka. So, watu wale waliwachana na uvuvi, wakawacha pale nyavu zao, wakatazamia Mungu. Wakasema sasa tutakuwa watu wa kuelekeza watu wamjue Mungu, watu wakae katika yale mawazo, kila kitu ambacho wanafanya watakuwa wanaona Mungu. Hiyo ndio kazi. Na hiyo ndio kazi mimi nimekubali, na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Kufika mahali nimefika hapa tangu ni Mungu aliponitoa katika kabumbu, kufika mahali nimefika hapa, nimefika kwa sababu ya hii kazi. Sijafikako katika mahali nimefika katika maisha kwa ajili ya kitu kingine kando na Injili. Mtu akikwambia ati nimefika mahali nimefika kando na Injili, huyo mtu atakuwa na kuroga. Sawa. Itakuwa ni jambo mzuri wakijua ya kwamba kufika kwetu mahali tumefika, hatujafika ati kwa sababu tunafanya kazi ya mjengo na tunashika makontrakt. Hapana, tumefika mahali tumefika kwa sababu ya Mungu. Wewe kama umefika mahali umefika kwa sababu ya masomo yako ni sawa, kwa sababu bado haujajua kenye unafanya. Ili siku ambao utafunguliwa macho ujue, utawachana hayo masomo yako, utawachana hiyo master yako, utawachana hiyo degree yako. Utakapokuja kwa Mungu utakuwa unazungumzia habari za Mungu peke yake. Utakuwa unaeleza watu nguvu za Mungu, utakuwa unafundisha watu kuheshimu Mungu, watu kukaa katika maisha yaliyo mema, maisha ya amani, maisha ya upendo. Wale watu wachana na kila kitu na hawakuangalia nyuma. Kumbuka ya kwamba wale watu walipokuwa mahali wametoka walikuwa na wengine na familia, lakini wakawachana yote wakamfuata Yesu. Inamaanisha hivi, sikwambia kwamba basi wakati uko na familia utoke katika familia uende ujitenge kwa sababu ya kuinjili. Hapana. Inamaanisha kwamba hata utakapokuwa katika hiyo familia, hata unapokuwa katika ndoa, hakuna siku unaweza kupenda mke kuliko Mungu. Hata unapokuwa katika hiyo biashara, unaingiza pesa usiku na mchana, unaendelea mzuri, hata kila mtu anatamani akuwe kama wewe, hakuna siku hiyo biashara inaweza kuwa tamu kuliko Mungu. Hata unaweza kuwa na cheo ambacho dunia imekupatia, cheo kizuri, kila mtu anatamani hiyo cheo, lakini nakwambia ukweli, hakuna siku hicho cheo kitakuwa kizuri kuliko Mungu.
Wale watu hawakuangalia nyuma kama wengi wa siku ya leo. Tunaangalia nyuma. Wakati tunaitwa, tunaanza kuuliza Mungu, watoto wetu watakula aje? Watoto wetu watasoma aje? Hiyo ndio wasiwasi. Kuuliza Mungu hiyo maswali sio mbaya. Lakini unajue Mungu anasema ya kwamba kabla hajakuleta kwa hii dunia alikuwa anajua utakuwa na watoto, alikuwa anajua kwamba unafaa kukula, alikuwa anajua kwamba unafaa uvae, unafaa ukae na nyumba yako. Hivyo ndio Mungu anasema katika Mathayo. Anawaambia, mnafikiri ya kwamba mimi sijui ya kwamba mnafaa kukula? Mungu alikuleta kwa hii dunia ukuje ukatae kukula? Mungu anauliza, mnaona yeye ni mjinga sana ajui ya kwamba mnafaa mkuwe na nguo na mnafaa mkuwe na mahali pa kulala? Hiyo ndio maswali Mungu anauliza. Lakini watu wanaona ya maswali kuwa ni upumbavu. Wengine wanakosa kuingia ndani na kuyatafakari ili Mungu akawafungue macho wakapate kuelewa. Nataka nimalize nikisema hivi. Hakuna kitu katika hii dunia ambacho kinashinda Injili. Injili ndio imebeba mambo yote. Vipawa vya Roho ndio mafanikio yako katika maisha. Hivyo ndio vile Mungu mwenyewe alisema. Ni kama vile Mungu alisema ya kwamba mwanaume ndio kichwa cha ndoa. Haimaanisha kwamba mwanaume ainuke tuna mambo ambayo sio ya Mungu na lazimisha katika ndoa. Lakini vile Mungu alisema hivyo, hakuna siku mwanamke anaweza kuwa yeye ndiye kichwa cha ndoa. Hiyo ndio alipanga na hawezi badilisha. Yenye Mungu amepanga iko hivyo. Maswali ambayo utauliza yote uulize tu ukijua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufundisha Mungu. Uliza tu maswali yote ukijua kwamba hakuna mtu atakosoa Mungu na hakuna mtu anaweza kusaidia Mungu. Na nataka nimalize nikukwambia kwamba hakuna mtu anayejua mambo yote ya Mungu na anayejua Mungu 100%. Tunajua Mungu kwa yale ambayo tumefunuliwa tufundishe, na hayo yanatosha wewe na mimi kuendelea kumwabudu bila porojo zako. Wale ambao mmesikia ujumbe, tunaendelea kufuatilia ujumbe hizi na zingine katika mtandao wetu wa YouTube. Believe and Obey the Only True God. Kufika pale YouTube, una search channel imeandikishwa kwa jina Believe and Obey the Only True God. Facebook hapa Believe Obey. Hapo ndio tuko. TikTok tuko Gospel at 3030. Pale pia tunapatikana katika channel ya kwamba Believe and Obey Jesus Only. Injili tunaendelea kuitandaza ili watu wajue Mungu, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tulipewa kubwa kuliko vyote, na hivyo ndivyo tulivyoagizwa, na hakuna chombo chochote ambacho kitakuja kubadilisha mawazo ya Mungu. Wale ambao mmepata ujumbe, ninawatakia kufaulu katika roho na nataka nimfaulu katika mwili. Ninawatakia Mungu kuwafungua macho mkapate kuelewa haya maneno hata zaidi ya vile mimi Mungu ananifunulia, mkapata hata kuwa walimu wa kufundisha hili neno hata zaidi yangu kwa utukufu wa Mungu, ili neno la Mungu likaendelee kusambaa, watu wakae katika maisha ambayo Mungu anataka wakae. Zaidi ya yote, mkaendelee kudumisha utakatifu, kwa sababu injili bila utakatifu ni bure. Mkawe na wakati